Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye amiri jeshi mkuu katika taifa la Tanzania baada ya kuapishwa na kuingia afisini kama rais, kumaanisha yeye ni amri jeshi, akiagiza lolote kutendeka lazima. Lakini hatimaye tumeshuhudia Rais Samia Suluhu Hassan akisalimu amri, na katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi aliweza kusalimu amri na kwa sababu ni zipi ambazo ziliweza kuchangia kusalimu amri kwa Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe ya kwamba siku ya Jumamosi kulikuwa na mazishi ya muasisi na mwenyekiti wa kwanza katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Chadema, ambaye anaitwa Edwin Mtei. Mazishi yalikuwa yamepangwa kufanyika siku ya Jumamosi, lakini kulikuwa na agizo ambalo liliweza kutolewa na baadhi ya wafuasi wa chama cha Chadema na Watanzania kwamba Rais Samia Suluhu Hassan asijaribu kuhudhuria mazishi ya mwenyekiti wa kwanza wa Chadema ambaye ni Edwin Mtei. Lakini sasa Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kusalimu amri na kutoenda kuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei. Kwa nini aliweza kusalimu amri na kukataa kwenda kwa mazishi ya Edwin Mtei? Hayo ndio tunaenda kuchanganua kwa undani katika kanda hii, lakini kabla nizame kwa undani, shukuru kwa ambao mtazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan alisalimu amri, hakuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei ambayo yalifanyika siku ya Jumamosi, ila tu aliamua akamtuma waziri mkuu katika serikali yake ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba, ndiye aliwakilisha serikali yake, huku yeye mwenyewe hakwenda pale. Sababu ni zipi huenda ziliweza kuchangia Samia Suluhu Hassan kutohudhuria mazishi yale, licha ya yeye kumwomboleza kwamba alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa vyama vingi vya demokrasia katika taifa la Tanzania, na akachapisha barua kubwa ikawekwa katika mtandao wa kijamii. Sababu ya kwanza ni kufungwa kwa kiongozi wa chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu. Kufikia sasa kiongozi wa Chadema Tundu Lissu yuko gerezani kwa miezi 9 sasa. Ni kwa sababu ya siasa, ingawa alishtakiwa kwa makosa ya uhaini, lakini ni kwa sababu ya siasa ambazo ziliweza kuchangia Tundu Lissu kufungwa jela zaidi ya miezi 9 sasa. Sasa wakati wafuasi wa Chadema walitangaza kwamba Samia Suluhu Hassan asihudhurie mazishi yale, na yeye aliweza kusalimu amri, hakuenda kwa mazishi yale kwa sababu ya Tundu Lissu, kwa sababu ingekuwa Samia Suluhu Hassan ako na utu, angemfungulia Tundu Lissu aweze kuhudhuria mazishi ya mwanachama wake wa Chadema. Lakini kwa sababu alisusia kumwachilia huru Tundu Lissu, naye hangeenda pale kwa sababu ya aibu za hapa na pale, ndio maana hakuenda kuhudhuria mazishi ya muasisi na mwanzilishi haswa kwa kiti kile cha wenyekiti katika chama cha Chadema. Sababu ya pili ni intelligence report. Unajua, wakati wewe ni amri jeshi mkuu uko serikalini, unashikilia wadhifa ambao ni kiti cha enzi Ikulu. Sasa huenda Samia Suluhu Hassan aliweza kupokezwa habari na kuambiwa ground sio mzuri. Unajua, wanafika mapema kuangalia hapa na pale, vile sherehe zipo, ibada zipo kivipi. Sasa huenda aliweza kupokezwa ripoti na kuambiwa ground
might be against the government. Ndio maana hakuenda kuhudhuria mazishi yale, kwa sababu ndio angeenda na angefika vizuri akaribishwe, lakini wakati wa kusimama kuhutubia waombolezaji ingekuwa maybe makelele, kwa sababu ya yale ambayo yalishuhudiwa wakati wa uchaguzi wa Tanzania 29 Oktoba mwaka jana, kwa sababu mpina wa ACT Wazalendo aliweza kuzuiliwa, hakuwania kiti cha urais. Tundu Lissu amefungwa gerezani pasipokuwa na makosa, ila tu anashtakiwa na madai ya uhaini, na uhaini katika taifa la Tanzania ni kifo, hamna dhamana ukipatikana na akosa. Sasa akaona nikienda pale huenda haya maswali nitaulizwa, mbona aliwania kiti cha urais na yeye ndiye maarufu kwa viongozi wote wengine wale ambao walikuwa maarufu wakafungiwa, akiwemo Tundu Lissu na mpina wa ACT Wazalendo. Baada ya kupokezwa ripoti ya intelligence, akaona hapa wacha tuweze kuwakilishwa na Mwigulu Nchemba. Mazishi yale yalikuwa sawa na yaliweza kuhudhuriwa na viongozi wa Chadema, wengine kutoka serikalini, lakini yule ambaye aliweza kufikisha ujumbe wa Tundu Lissu, kwa sababu Tundu Lissu aliweza kuandika ujumbe mrefu kwa familia ya mwenda zake Edwin Mtei na waombolezaji wote. Aliyefikisha ujumbe ule sio mwingine ila tu ni naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche, ambaye alishambulia serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa mazishi, na wakasema ya kwamba wengi ambao wako gerezani ni wale ambao ni wafuasi wa Chadema. Demokrasia ambayo inapiganiwa katika taifa la Tanzania ni ipi wakati wanachadema wanapozungumza ama yeyote anapozungumza against the government anakujiwa na kutekwa nyara na kutiwa mbaroni, kufikishwa mahakamani pasipokuwa na makosa yoyote. Aliweza kurusha makombora kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan akitumia fursa ya mazishi hayo ya Edwin Mtei. Ikumbukwe ya kwamba Edwin Mtei aliweza kuaga dunia tarehe 19 na akazikwa jana tarehe 24 akiwa na miaka 90 na amine. Anakumbukwa kwa kuleta mabadiliko haswa katika chama cha Chadema. Anakumbukwa kwa kuleta mabadiliko haswa kwa mambo ya demokrasia, kwa sababu hakuwa anageuka kile ambacho msimamo wake amesema the who ndio huo. Alikuwa gavana wa benki kuu katika taifa la Tanzania, na kwa hivyo ameweza kuacha nyuma legacy ya kuwa kiongozi mwenye maamuzi ambayo ni ya kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Ikumbukwe Mtei siku moja alikuwa waziri, lakini akajiuzulu wakati serikali ambayo iliweza kumkabidhi hiyo kazi ilienda kinyume na matarajio yake. Kwa hivyo ameandikwa katika vitabu vya kumbukumbu kama mwana demokrasia katika taifa la Tanzania. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are, then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always. We have our WhatsApp groups and over on Facebook, and this only way we can continue building this a channel of ours, Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.